Asifiwe. Ninamwadhimisha Mungu kunipa nafasi nyingine ya kushirikiana pamoja katika mafundisho yetu kwa siku ya leo. Tunaanza ujumbe unaosema maombi yenye upendo, na jana tunaangalia kitabu cha waraka wa kwanza Yohana 5:14-15, na kuna vitu Mungu ametusaidia kuviona. Sasa leo naingia kidogo ndani kidogo jinsi ya kupata maombi yenye upenyo. Jana tumeona mapenzi ya Mungu katika kile ambacho tunaomba. Sasa leo nataka niangalie kujenga mahusiano na Mungu kabla ya kuomba, kuishi, namna ya kuishi na Mungu, namna ya kujenga mahusiano na Mungu kabla ya kuomba. Kitabu cha waraka Wafalme wa kwanza 17 na mstari ule wa kwanza. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa kwanza, Biblia inasema, basi Eliya Mtisbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wetu aliyeishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Nitarudia. Basi Eliya Mtisbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hata hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Bwana asifiwe. Pointi yangu ya msingi, ambaye ninasimama mbele zake. Sema, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake. Kujenga mahusiano na Mungu, kuwa na ukaribu na Mungu, kutembea pamoja na Mungu, kuishi mbele za Mungu. Sasa wakati naandaa hili somo, wakati naomba na kutafakari mbele za Bwana, nikaona kuna changamoto imetokea majira haya, siku za mwisho ndani ya kanisa. Maombi imekuwa ni kama vile supermarket, mtu anapoenda kuchukua mahitaji yake, akishayapata basi harudi tena mpaka alivyo navyo vitaisha. Maombi imekuwa kama dukani, mtu anaenda kununua nguo dukani, akishanunua ataitumia mpaka nguo iishe. Sasa maombi ni mahusiano kati ya mtu na Mungu kwa njia ya maongezi. Nilikuwa naangalia kitabu kile cha Hosea 3:3. Biblia inasema, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipopatana? Kwamba maombi ni swala la kukaa na Mungu, ni swala la kutembea na Mungu, ni swala la kuishi mbele za Mungu. Amos 3:3 anasema, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Hili ni swali kwamba maisha yetu na Mungu yasiwe kwa sababu tuna mahitaji. Ili upate upenyo kwenye maombi, usiombe tu kwa Mungu kwa sababu una shida, bali uwe na mahusiano, uwe na ukaribu na Mungu kila siku, kwa maombi ya shukrani, kwa maombi ya kumwadhimisha Bwana, kwa maombi ya kumpa Mungu utukufu, kwa maombi ya kumbariki na kumhimidi Bwana. Kwamba maombi iwe ni yajenge mahusiano yako na Mungu, hata kama huna jaribu, hata kama huna dhiki, hata kama huna changamoto, uwe ni mtu wa kuomba. Bwana asifiwe. Sijui nitumie lugha gani ambayo naweza kanielewa kirahisi, lakini hatuna mahusiano na Mungu na Mungu mazuri kwenye eneo la maombi. Kwa unapoenda kuomba, unatengeneza mahusiano na Mungu ili uombe. Sasa Eliya anasema, kama aishivyo Bwana Mungu wewe, ambaye nasimama mbele zake, hakutakuwa na mvua kwa miaka, ila kwa neno langu. Sasa hakutakuwa na mvua
haikuanzia pale, isipokuwa alisimama kwanza mbele za Mungu, alikuwa na mahusiano na Mungu, alitembea na Mungu, na kutembea na Mungu kuna mapatano, kutembea na Mungu kuna mahusiano. Sizungumze tu ile swala la ibada, sizungumze tu swala la kuokoka, sizungumze tu swala la kumtumikia Mungu, lakini naelezea kona ya maombi. Una mahusiano gani mazuri na Mungu katika eneo la maombi? Mahusiano yako na Mungu kwenye maombi yakoje? Mahusiano yako na Mungu kwenye maombi unapopata shida, unapopata changamoto? Maana asema msiwe ninyi kama farasi pasipo lejamu hawezi kukukaribia, kwamba mpaka tokee shida ndio mkaribie Mungu, mpaka tokee tatizo ndio uombe. Maombi ni maisha yanayosema kesheni katika sala, kesheni mkiomba, ombeni, kesheni mkiomba, msiingie majaribuni. Kwa maombi ni swala la kukesha, sio kukaa macho siku kucha mpaka asubuhi naomba, bali ni swala la kukesha, kwamba muda wote, yaani mahusiano yako na Mungu kwenye maombi yako vizuri. Unaweza ukatembea njiani tu ukamwadhimisha Bwana, ukamshukuru Mungu. Unaweza ukaamka asubuhi, huna jaribu, huna msiba, ukapata lisale moja la kumshukuru Mungu na kuomba kwa ajili ya kesho yako. Unaweza ukakaa na maombi ya kuweka akiba kwa ajili ya kesho yako. Kwa maombi ni mahusiano yetu na Mungu, si hatumkaribie Mungu sababu tuna shida, kwa sababu tuwahitaji, bali hatua ya maombi ili upate upenyo kwenye maombi. Usiende tu kwa sababu una mahitaji, usiende kwa sababu unajaribu. Uwe na mahusiano ya kimaisha kati yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alinifundisha habari ya maombi. Mimi ni sehemu, kwa neema mimi ni muombaji, na nimekuwa ni muombaji kwa miaka zaidi ya 15, nikipata nafasi ya kuomba kwa ndani ya kanisa, na nimepata nafasi ya kuomba na maombi binafsi yangu na familia. Lakini mahusiano na Mungu yalianza taratibu 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 mpaka yakajengeka, mpaka napokaa Mungu anisemesha vitu peupe, anisemesha vitu usiku, anisemesha vitu natembea njiani. Naweza nikatembea njia, lakini ipo hali ya maombi, naingia chumba cha ndani naomba. Wanaposema mnaposali ingieni chumba cha ndani, yani ni kutenga, yani ni mahusiano yako, roho yako na Mungu wakutane kwenye madhabahu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nimejifunza haya kwa miaka zaidi ya 15 mpaka nafika miaka 20, nina kitu nimekipata, kwamba maombi, Mungu anataka tuwe na ukaribu, kwamba usimame mbele za Bwana siku zote, ili kitokea jambo unalitamka ukiwa mbele za Bwana. Lakini sasa kunakuta mtu tatizo limetokea, anaanza kumtafuta Mungu kwa wiki nzima. Ishi na Mungu kwenye maombi. Asubuhi omba, mchana omba. Danieli aliomba mara 3 kwa siku. Aliomba asubuhi, akaomba mchana, akaomba jioni. Hata limetokea jaribu la kutokufanya maombi, yani haanzi kuomba sababu mwambie usimwabudu Mungu kwa siku 30. Alikuwa ni muombaji, jaribu limemkuta katikati ya maombi, na Mungu akamsaidia katikati ya jaribu, akaendelea kwamba Mungu alipokuwa ndani ya tondo la simba, Mungu alimsaidia. Kwa nini? Walikuwa na mahusiano ya kimaombi siku mara 3 kwa siku, hata kabla ya jaribu la kuzuiliwa ibada halijatokea. Kwa jaribu limekuja limkuta Danieli yupo katikati ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ninakushauri kama unamtafuta Mungu kwa sababu una shida, kuanzia leo, ili maombi yako yapate upenyo vizuri, hakikisha unatenga muda special, unatenga muda wa maombi. Hakika sema haungekesha ndani hata kwa saa moja. Kiwango cha chini cha maombi ndani ya masaa 24, tenga tu hata lisale moja. Namba hili lisale moja ninakaa mbele za Bwana. Unapoomba itakolea mwisho itakuwa na msaada mpaka masaa 3 mpaka masaa 4. Unaingia kwenye maombi, unazama masaa mawili umetolea mbele za Bwana. Kwa nini? Msuli unatengenezwa hatua hadi hatua. Bwana Yesu asifiwe. Acha nimshukuru Mungu kwa ajili yako.
Mungu achilie hiyo neema juu yako uweze kukoma sana mapenzi yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mtumishi wako Elia alisimama mbele zako. Aliposimama mbele zako, alipotokea jaribu, alitamka kwa mamlaka sababu ya mahusiano yako na Elia. Alipotamka kupitia uwepo wako na nguvu zako, ulithibitisha Bwana, miaka 3.5 haikunyesha mvua. Hata ilipofika wakati wa mvua kurejea, ulimwambia Elia arudi tena madhabahuni, akaomba mara 7 na mvua ikanyesha. Ulimpa funguo za kufunga mvua kwa mamlaka, na ukampa funguo za kufungua kwa mamlaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu Baba, nasimama kwa ajili yangu na watumishi wako. Achilia neema ya kujenga mahusiano kwenye maombi. Umesema utatumwagia roho ya neema na maombi. Baba, achilia roho ya neema na maombi. Unatamani kujenga mahusiano nawe Mungu kwa njia ya maombi. Neema yako ifunuliwe kwetu Bwana. Neema yako ifunuliwe Mungu, ili tupate upenyo wa maombi. Lazima kwanza tujenge mahusiano nawe kwenye maombi. Tukiachilia maombi ya shukrani, tukiachilia maombi ya asubuhi kukushukuru, tukiachilia maombi wakati wa jioni kwa ajili ya kushukuru kabla kulala, tukiachilia maombi mchakati wa mchana. Wakadiri tunavyopata neema, weka msuli ya maombi ndani ya watoto wako. Weka msuli ya maombi Bwana, wanaofuatilia maombi haya, wanaofuatilia vipindi hivi vya mafundisho. Mungu aliye hai, achilia neema ndani ya utumishi wako kujenga mahusiano katikati ya maombi. Tusikufate kama supermarket, tusikufate Baba kama maduka, bali tujenge mahusiano. Baba, tusimame mbele zako siku zote, tukae mbele zako siku zote, tuishi nawe Mungu siku zote, ili ndani ya haya maisha Baba tukaone utukufu wako. Ndani ya haya maisha Baba tukaone wokovu wako. Ndani ya haya maisha Baba tukaone ukijifunua, ili maombi yetu yapate upenyo. Tupe neema kujenga mahusiano nawe Mungu katika maombi, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen, amen. Mungu akubariki. Endelea kutafakari kwa kina habari za Elia aliposema mbele za Bwana, na utajifunza kwamba alikuwa anapiga magoti anaomba, alikuwa anakaa kwenye mapango anaomba. Mungu atakupa ufunuo binafsi namna gani ujenge mahusiano ya karibu na Mungu kimaombi, ili maombi ni dozi kama dozi ya dawa. Unapojenga mahusiano mamlaka Mungu atakuwa kama Elia, tutakana na Mungu atalithibitisha. Jitie nguvu kwa Bwana katika jina la Yesu. Amen.